Okay, hatimaye tukiwa bomba, tukiwa sawa zaidi. Sasa niko na picha moja bomba zaidi. Hii hapa inaitwa The Last Samurai. Sound ni Fall DJ kutoka GC Production kitengo. Sasa kwa saa ambao nimeupata, nikaona sio vema nikiacha mambo yakipita, kwa sababu kuna namna watoto wataweza kujaribu. Hebu tuende katika episode ya kwanza tu baada ya kupata mwongozo pamoja ya picha bora zaidi. Mbona kutoka jina The Last Standing Samurai. Story ya picha ni kwamba juu ya bwana mmoja ambaye wanasema karne ya 12 watu ambao walikuwa ni masamurai waliweza kupambana na serikali vikali zaidi. Lakini baada ya kufika karne ya 18, baada ya mapinduzi ya kiteknolojia katika mji mzima wa Japan, hivyo jeshi na kitengo maalum kiliweza control taifa. Hivyo lengo lao lilikuwa ni kuhakikisha wanaweza kuwasambaza hawa samurai wote ambao waliwahi kuleta kizaazaa miaka 985 huko nyuma. Hii hapa picha ni moja ya picha bomba zaidi, lakini pia story yake imekaa kama Squid Game kidogo, kwa hiyo kupata zile laza. Wow. Hebu tuende katika episode ya kwanza tu. Baba ndazidi kusababisha. Hadi pia 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania utakwenda kuipata picha yote hii bila mawekede yote. Hebu tuungane katika episode ya kwanza tu. Okay, basi tuanze kabisa live episode ya kwanza tu ili kupata muktadha wa burudani bomba zaidi. Hii hapa wanaita The Last Standing Samurai. Katika episode ya kwanza tuanzia katika vita ambayo inaitwa Boshin War. Hii ilikuwa ni vita dhidi ya masamurai na serikali ambayo ilikuwepo kipindi hicho. Ni mwaka 985, yani karne ya 12. Ndio kitu ambacho anamaanisha mzee. Waasi wa pambano walikuwa makali sana. Basi watu hao waliweza kufanikiwa kuweza kupambana na wajumbe wa baadhi ya serikali na kuweza kuwakalisha chini, wakiamini wameweza kushinda juu ya vita ambayo ilikuwa inaitwa Boshin War. Lakini sasa kizaazaa kiliibuka zaidi, kwa jeshi lilianza kutumia silaha za hatari. Na hata hivyo, pamoja na vita kusonga zaidi, alisalia mnyatili mmoja hivi. Basi mwanaume anaamka tu. Wakati huu ni kwamba yuko na familia yake, imeshapita takribani miaka 10 nyuma. Sawa, basi naomba nitafute namna ya kumsaidia mamako katika eneo ambalo inaitwa Fuchu Kanagawa. Hapa mtaalamu kuna kitu alienda kuangalia. Ni sehemu ambayo alikuwa amehifadhi jambia lake miaka mingi sana. Na sasa anabudi, ana cha kufanya. Wasema miaka 10 baada ile vita ambayo ilikuwa inaitwa Boshin War, mambo yalikuwa yameshabadilika katika taifa. Basi aliamua kuchukua silaha yake, yani jambia, kwa ajili ya kwenda kuliuza ili aweze kusaidia familia yake. Lakini mtu huyo hakuhitaji jambia tu, aliweza kumpatia msaada. Sasa akiwa anatoka nje, anasikia kuna tangazo ambalo linasema ya kwamba kuna mashindano makubwa sana na kuna kiasi kubwa sana cha fedha. Endapo utaweza kushiriki, basi inaweza kukufanya ufanikishe zaidi. Lakini baada ya kurejea nyumbani, binti yake ambaye anafahamika kwa jina la Ling alikuwa na hali mbaya sana, na hata hivyo binti aliweza kupoteza maisha. Basi mwanaume kwa sasa amesalia yeye na mke wake pamoja na kijana wake mdogo zaidi. Lakini sasa aliona ni vema tu achukue nafasi kuelekea katika tempo ambayo inasemekana ndio mchezo ambako ataenda kuanzia. Mke wake alikuwa yuko na hali nzuri zaidi, lakini anasema naahidi nikienda tarejea na kuhakikishia maisha ambayo yatakuwa bora zaidi. Naambia mama kwamba sio na mashaka tu, mimi nitarejea. Basi tunaingia sehemu moja inaitwa Kyoto. Kijapani hicho. Mamba anaingia katika luti ya kuelekea katika sehemu ambayo inasemekana kuna mashindano makubwa sana. Basi alifikia katika hoteli moja ya kale zaidi, na hapa alikutana na mzee ambaye anamfahamu. Anasema, juu ya maisha yako Kaga, nini ambacho umeweza kuchagua kwa tiu? Lakini usiku ule mwamba pata nafasi ya kutaji kufungua jambia lake tu ili aweze kuona hata kama ameweza kurejea katika hali yake ya kuwa sawa zaidi. Lakini sasa mzee ambaye alikuwa anamiliki Kyoto aliweza kumwambia sehemu ambayo unaenda huenda ni hatari zaidi. Wasema ni Teruji Temple. Hapa ndo sehemu ambayo inafanyika usajili juu ya mchezo ambao watu wataweza kushinda zaidi ya milioni 1 yen. Hiyo ni fedha miaka hiyo kidogo. Basi washiriki walikuwa wengi sana, wakiwa wasubiri tu namna ya kuweza kupatiwa mwongozo wa nini waweze kufanya ili kujumuika katika shindano ambalo wameadiwa kiasi kikubwa sana cha fedha. Anasema mimi ni samurai inayotokea katika Kaga.
Basi baada ya muda tu aliweza kufika askari fulani, na bila shaka alikuwa ndo anaingia kiongozi mkuu. Anasema nashukuru sana kwa ujio wenu. Mimi naitwa Angel. Lakini sasa kama mmechagua kucheza mchezo, nadhani kila mtu ataweza kufuata kile ambacho ni kama sheria za mchezo. Lakini pia aliweza kuonesha kiasi cha fedha ambayo anaipigania watu. Kama wanavyojua matamanio ya binadamu yanaweza kumpelekea katika hatari sana. Asa basi nitahesabu mpaka 30. Kwa wale ambao watakuwa na utayari wa kuendelea na mchezo, itakuwa ni vema waweze kusalia. Lakini kama utakuwa una utayari, ni vema ukaondoka. Lakini kabla hajamaliza, anaingia mtu anasema anatokea katika kitengo cha 4 na yeye ni askari. Anasema na kwa sasa lazima azue kitu kama hiki. Anasema sijaona kama ni wazo zuri zaidi. Askari huyo anasema ndakuzuia. Sasa kicheche anaenda. Kabla hajatua alipitishwa katika eneo la shingo. Na mnyatulu mmoja ana kovu baya zaidi. Mnyama yule bodyguard alimchafua yule askari kabla hajamfikia Zerita. Sasa ikamfanya mwanaume agundue huo ni miongoni mwa michezo ambayo itakuwa ni hatari zaidi. Sasa Mwamba aliendelea kukaunti tu. Asewa 9 5 2 1. Basi kutokana na ukimya, aliamini ya kwamba yote aliyopo katika ile eneo ni kwamba mchezo anauhitaji. Basi aliweza kuleta lamani. Anasema hii ni lamani ambayo inaonyesha Tokaido Road ambayo inatokea Teluguji Temple kuelekea katika mji wa Tokyo. Na kama utakuwa na uhitaji wa kuweza kujiunga, ni lazima ukisha unaandika jina lako. Lakini pia lazima upitie checkpoint zaidi ya 7 ili kuweza kufika katika ile eneo. Anasema lakini pointi moja itakutosha, utatakiwa upate pointi 2, yani wooden tag. Hivyo vitu ambavyo wamewapa avae katika shingo zao na vitu ambavyo vitaweza kuwasaidia kuweza kutoka katika hatua ya kwanza, ila kisha wanakuwa nazo 2. Kwa wale ambao leta mzamza kutana na chuma tu. Anasema tumeingia washiriki zaidi ya 292 na kwa sasa tuko tayari katika Teluguji Temple. Sasa kila mtu at least anatakiwa aweze kupata pointi 2 ambazo zitaweza kumtoa kuelekea katika hatua inayofuata. Lakini pia nafikiri kila mtu yuko tayari. Na tayari kuna watu wamenielewa nini na maanisha. Yaani kwamba hiyo ukitaka kuitafuta kwa lugha rahisi, lazima hakikisha unamkiri mwenzako tu na ndio utaweza kupata ya pili. Kwa sababu kila mtu kapatiwa moja. Hasa basi nafikiria mchezo unaweza ukaanza sasa. Watu wanajiweka sawa tu. Anahesabu 3 1. Hasa basi nitawasubiri Tokyo huko. Niwatakie mchezo mwema zaidi. Nikizaza zaidi. Hasa wanasema come on. Wakaambia nimeipata 1. Hebu tusikie kidogo mwanaume alivyosema hapa, maana nimependa namna alivyotamka. Tokyo. Sikia maneno ya mtaalamu huyo. Anakuambia ameipata 1. Nikisanga na mwana. Basi mchezo unatakiwa uanze. Amepata pointi 1. Sasa nikizaazaa zaidi kwa sababu pointi iko katika shingo ya mwenzako. Hivyo mwanaume akiwa hapa anapata maluelue na mawengi ya mambo ambayo yalitokea mwaka 1985 katika hiyo miaka ya nyuma zaidi. Lakini pia kuna Chibonge anahitaji kumzuia mkali. Lakini sasa nikisanga na mwana, sheria anachohitaji ni kumsaidia mtoto mmoja. Ameshamwona anaweza akawa katika hatari kubwa zaidi. Hivyo alihitaji kumpatia msaada binti. Na baadaye alimwahidi ya kwamba ataweza kumtoa salama katika ile eneo. Sasa ni kwamba watu wanauana ili waweze kusanya hizo medali ambazo zinaonekana zina umuhimu sana. Na mbaya zaidi ni kwamba ukipoteza medali unakutana na chuma, kwa sababu kuna askari maalum ambao wako kwa ajili ya kumalizia mchezo baba. Basi wakatoka juu mpaka chini ndani ya maji ku. Lakini sasa kuna mzee mmoja alikuwa anaonekana pembeni. Yaani kwamba ni samurai hatari ya wazee kwa kuchezea mapanga. Anasema ulikuwa sio mchezo wako. Basi Mwamba aliweza kufanikiwa kuingia katika eneo moja na binti alijitambulisha kwamba yeye ni Futukaba. Majina ya Japani ana shida kidogo. Sasa Mwamba anajaribu kutoka, anakutana na mzee mwenye upanga mzito zaidi. Hilo upanga kilo 300. Kwa jamaa ndo analitumia. Anambia kuna ambapo utaenda, lazima nichukue hiyo ulionayo.
sasa zinapigwa ili baadaye Chibongo alitulizwa vyema, kajikuta ana hali mbaya zaidi. Sasa mtaalamu anahitaji kutoka kwa sababu amefanikiwa kupata zile mambo. Basi hatimaye aliweza kutoka tu. Wakaguliwa vitambulisho kweli wanavyo viwili, lakini pia wanahakikiwa kuendelea na hatua inayofuata. Huyu kiongozi anatabasamu tu, lakini Mwamba kuna kitu ambacho alikinoti. Lakini ghafla hali yao ilibadilika kidogo. Sasa ni juu zaidi kwa watu ambao wanaangalia mchezo, yani mabosi. Hapa aliweza kupatiwa ujumbe ya kwamba mchezo umesalia na watu ambao wataweza kuburudisha zaidi. Kwa hiyo wasipate wasiwasi wote, wao wasubiri tu kuenjoy mchezo, kwa sababu samurai kwa samurai wataweza kumalizana wenyewe. Sasa bwana mkubwa kuchomoka kule, anafika katika eneo la daraja, anakutana na Mwamba, anambia ni zaidi ya miaka 10 Anasema ni Kokushu Manslayer ndakuondoa wewe. Sasa mwanaume akaona hii ni mbaya. Je, atafanikiwa kuvuka katika hiyo stage kwenda stage ambayo inafuata? Lakini pia ni watu 128 tu ndio waliosalia kutoka watu 292 ambao waliingia katika mchezo. Sasa tukutane katika episode safi inayofuata pili, mzigo bomba sana hapa ambao unakwenda kwa jina la anasema The Last Samurai. The chosen one by the name. Sasa tukutane katika episode ya pili tu na kuenjoy nyama wa kutosha zaidi. Let's say ciao. Kamsamida. Lakini pia kwa 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania utaweza kuwasiliana na sisi kuweza kupata picha ambayo tafsiriwa na ma DJ wakali wote wa Tanzania. Let's say ciao. Kamsamida. Okay, basi unganisha pale ambapo tuliishia. Sasa tunapata historia kidogo ya binti ambaye anafahamika kwa jina la Futukaba. Majina hayo. Hebu tuanzie hapa. Alright. Wow, mambo hayo. Basi binti atusimulia kidogo maisha ya nyuma kabla hajaingia katika mchezo. Basi ilikuwa ni kipindi ambapo kijiji kimeshambuliwa na ugonjwa hatari sana wa kolera. Hivyo watu walikuwa wanapoteza sana maisha. Lakini mama yake ni mtu ambaye alikuwa na imani kubwa sana. Raswa pamoja na kwamba babako ameenda, lakini imani ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia. Lakini pia kila kinachotokea katika dunia hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lazima tuzalie kuwa na tumaini, kuamini ya kwamba ugonjwa utaweza kuondoka. Lakini pia mama yake aliweza kudondoka. Hiyo inakupa picha ya kwamba kwa sasa kwamba binti ana chochote zaidi ya kupambana, kisha anatafuta nafasi ya kumsaidia mamake. Sasa ilikuwa ni kisanga mzee mzima. Hili liamba lenye manguvu hili. Anambia Saga biashara yako lazima ishe. Haitachukua muda sana. Lakini pia nipata habari zako za kwamba wewe ni mpiga upanga maarufu sana. Sasa mbona uko kinyonge? Wanakuita Kokushu The Manslayer. Yari ni mpiga upanga ambaye katika historia unajua ni balaa zaidi, lakini sasa kukutana na mwanaume fanikiwa kumtuliza kidogo Mwamba. Anaitwa Shujiro na binti ambaye anafahamika kwa jina la Futaba. Alikuwa ni msaada wa farasi na sasa walifanikiwa kutoka pale. Basi moja kwa moja Mr. Saga alifika kwa yule mzee ambaye alimpokea mara ya kwanza. Anasema unatakiwa mkae mpumzike tu, lakini Mwamba alikuwa anajaribu kuipitia panga yake kama bado iko sawa zaidi. Anasema siwezi kuacha hii. Anasema itakuwa ni hatari katika maisha yako. Anasema shida ni ugonjwa ambao umeingia katika eneo letu. Mwamba akasikia kolera, kajua ndo ugonjwa ambao unasumbua hata familia yake. Lakini ghafla kuna mtu ni kama amegonga. Ni hiyo hapa Charlie huyo. Anasema sijaja kwa lengo la kupambana na nyie. Lakini kama mtu jali nahitaji tutete jambo moja la msingi sana. Nachohitaji utengeneze muunganiko wa kundi ambao litakuwa ni muunganiko wangu kati ya mimi na nyie. Kwa sababu lengo letu moja
ni kuhakikisha kujua huu mchezo wa Kodoku ni nani ambaye ameuanzisha na nini lengo la mchezo ambao unaitwa Kodoku game. Basi Mamba alitoa mwongozo tu, anasema watu wengi sana watapotea, lakini hatujui lengo na tumaini la watu hawa juu ya hiki ambacho wamekianzisha. Anasema lakini inaonekana ni kwamba wao wanaichukulia ni kama civil war, kuhitaji kuangamiza masamurai wote, na huenda hata hicho kiasi cha fedha ambacho kimetengazwa huenda kikawa kipo. Hivyo wanahitaji kuwa makini sana. Kwanda lengo lao ni kuwapoteza samurai. Anasema angalia juu ya mpangilio wa ramani ambapo inaonesha mpaka kuzimaliza checkpoint 7. Na ndani ya hizo anazungumzia 30 seconds uwe katika lile eneo. Hii inaweza ikawa ni hatari sana. Lazima tuwe makini sana, kwa sababu kwa wakati ambao unakuja hakuna mtu ambaye anajua nini ambacho anakifikiria watu hao. Anasema sikuja kwa intention ambayo unamsungulia, lakini alimuita Kokushu Saga, yani mpiga jambia hatari zaidi. Anasema anahitaji kupumzika. Basi huyu binti anafahamika kwa jina la Futaba. Hapa nakumbuka kumbukumbu iliyomfanya aweze kuingia kwenye mchezo wa Koku. Aliingia kwa lengo moja tu, kuhitaji kusaidia kijiji chake, lakini pia kuweza kumsaidia mamake. Sasa leo alihitaji kwenda katika eneo moja kwa ajili ya kwenda kufanya ibada moja maalum sana kwa wale watu wote ambao walikuwa wamepoteza maisha. Hivyo namna ambavyo wanafanya ibada wa Japani. Mamba alikuwa anamuona binti tu kwa mbali, namna ambavyo anafanya ile ibada. Ile pia naye alikuwa anamrejesha kwenye kumbukumbu moja ya nyuma zaidi juu ya yeye na familia yake. Hata hivyo binti baada ya kumuona mtu huyo, kuna jambo alihitaji kumwambia. Anasema mimi ndo mtu pekee ambaye natakiwa nichukulie uangalizi juu ya watoto waliosalia, lakini pia kuhakikisha kijiji changu kinakuwa salama. Na imani ya Shujiro ni mtu sahihi sana. Mimi nahitaji kiasi cha fedha ili nifanikishe yote. Kwa hiyo nakuomba uwe upande wangu. Lakini Mwamba amwambia kitu kimoja tu. Pamoja na kwamba utafanya kila kitu juu yangu, hata mimi ni mtu ambaye napambana kwa ajili ya familia yangu bibi. Kwa hiyo sijajua hatima yote ni nini ambacho kitakuwa. Anasema kwa sasa tunahitaji kuondoka, lakini wanasema Department of Minister Tokyo, kitengo kwa makao makuu kwa Juba, sasa ndo wanateta wanapiga mastori. Kuna afisa mmoja anaingia katika kikao cha wazito zaidi. Anasema hii ni juu ya Koku newspaper, taarifa ambayo inaweza ikalichafua taifa kwa baadaye. Anasema Shizuko hatujui nini intention yake kwenye hiki ambacho amekianzisha, lakini anaweza akaleta machafuko makubwa sana katika taifa, na lazima tuhakikishe tunajua nani ambaye yuko nyuma ya mchezo. Sasa upande wa pili kwa mzee wa mafujo, anachinja kila mtu kijijini. Anasema yeye anamtafuta Mkali Saga. Lakini sasa mambo ambayo wanachezaje na watu ambao wako katika mchezo, ni vema Yongoma ucheze na watu ambao tuko katika mchezo. Huyu ni teacher mmoja mkubwa sana ambaye anatokea katika familia moja ya makuza masamurai ambao wanapiga sana panga. Sasa anahitaji kucheza na huyu mnyamela kidogo. Hapa tunampata kakumbukizi kidogo ili kumjua huyu mtu vyema zaidi. Anaitwa Okyo. Yeye ni mtu ambaye alienda kuuliza tu juu ya kile ambacho kinaendelea katika mchezo, anayepata majibu ambayo hakuweza kuulizishwa. Hata hivyo yatafuta namna tu ya kwenda kupambana kwa ajili ya kulitetea kabila lake na kuhakikisha anapata ushindi wa kuisimamisha sifa ya hilo kabila lake. Anasema lakini sasa tunashindwa kujivunia taifa letu kwa sababu tayari juu ya Kikyomo family watu wameshaweza kuleta uvamizi. Hivyo nitaenda kupambana tu kwa ajili ya kuleta mambo ya sawa zaidi. Basi tumepata historia ya mtana. Sasa anapambana na huyo mzee alipanga, akaipeleka panga pembeni. Mamba akachomoa, alikuwa ameficha kijipanga kidogo. Sasa ni msabe zinapigwa katika eneo la kijiji. Anasema hii ni mwisho. Sasa ile anapeleka, mwanaume akamng'ata kidole kwanza. Unajua nguvu na stamina ya panga ni pale ambapo kunakuwa na kidole gumba. Hivyo hatujui nini ambacho kilimkuta bwana yule. Sasa upande wa pili kwa mtaalamu Saga, anasema nafurahi na kama na wewe umesurvive, lakini sisi hatupo kwa ajili ya kupambana na wewe. Tunachohitaji ni kutengeneza muunganiko wa kuzuia hili jambo ambalo linaendelea. Wenzetu wote wameweza kupoteza maisha, na hata hivyo hakuna hata mtu ambaye ana imani
ya kwamba juu ya hicho kiasi cha fedha ambacho anakizungumzia kama ataweza kukipata. Anasema anachohitaji ni kuweza kurejea nyumbani. Mwanaume anasema anahitaji kurejea nyumbani, lakini sasa shida ni katikati ya mchezo. Nani atamuelewa? Nani atamsaidia? Shida ni kwamba alikuwa anaitoa ile mambo ambayo ni ya ushiriki. Sasa zilisikika tu chuma kwa sababu ni kwamba aliharibu taratibu. Hivyo waliweza kukata moto. Hii ilimuumiza sana mtaalamu. Hapa kaona sasa acha niwaoneshe mimi ni nani, kwa sababu anamleta katika kumbukumbu ya majanga ambayo yalitokea mwaka 985. Anasema kila mtu ambaye atafanya hivyo atakutana na hiyo adhabu. Sasa ni kwamba wao askari wa zamu leo walikuwa na faida. Anasema nini ambacho kinawafanya jione nyinyi ni watu ambao superior sana, yani watu wenye ubora zaidi. Anasema nini inakusumbua? Alimchalanga. Sasa muda wa kuliwasha. Nahitaji kucheza na Wanyaturu kidogo ili kuwaweka sawa zaidi. Roba aliingia kukichafua hapo. Sasa nakata kila mtu. Ameshabadilika, ameshaona akicheza mchezo unaweza kuongua zaidi. Sasa Wakurungo juu anasema Mr. Sakura, unakiona juu ambacho kinaendelea kwa wakati huu. Nini ambacho tunaweza kufanya? Anaambia mtafute alianzisha mchezo na umpe taarifa, kwa sababu Kokusho the Manslayer kwa sasa mzuka wake umeamka. Binti mwenyewe ishangaa tu. Sasa amezoea kumuona kama mwanaume, ni mtu ambaye ana huruma sana. Sasa mimi kazi yangu ilikuwa ni kuua watu. Pande wa pili mtaalamu baada ya kumua yule kiongozi sasa anatamba, anamtafuta Mr. Saga. Wasema wamesalia 117. Ni nini ambacho kitajiri katika episodi ya 3? Cha msingi kesho nazidi kuungana na sisi tu ili uweze kupata jalamba katika mikono salama zaidi. Hii hapa ni sound ya Falu Jiji kutoka ZC Production kwa 0686414059. Utakometisha zaidi. Lese chao. Kamsahamnida. この世で起こるすべては神様のお計らい。Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Hii hapa episode ya 3. Tutamzidia bomba zaidi na kwenda kwa jina The Last Sending Samurai. Lakini sasa kumbuka popote pale ndani na nje ya Tanzania kwa 0686414059 teta na sisi tukupatie picha hapa, kwa sababu tayari ipo ile ambayo imetafsiriwa ikiwa na episode 14 complete zaidi. Hii hapa katika episode safi ya 3 tu tunaendelea kuchalanza kuchapa jalamba pale ambapo tulishia kitaalamu zaidi. Kumbuka sound ni ya Falu DJ kutoka ZC Production Jumba la Butan. Sasa hebu tuunganishe pale ambapo tunaishia. Nini hatima mkali ambaye anafahamika kwa jina Mr. Saga akiwa na bibie ambaye anafahamika kwa jina Life Kaba, ili kuhakikisha watengeneza nafasi ya kuweza kuvisikia hizo milioni 1 yeni waweze kupata kiasi kubwa sana cha fedha, wote wakiwa wanahitaji kusaidia familia zao. Sasa unafikiri nini ambacho kinatokea? Haya ni baadhi ya yale ambayo tuko nayo katika episode ya 3 sehemu A zaidi. Hebu tuanzie pale ambapo tulishia katika episode ya 2. Picha na namna naipiga kwa namna fulani ya kipekee zaidi. Nachoka baino sio kutunganisha mba tuanzie katika sehemu hii ili kupata mwongozo zaidi. Hakikisha uruki episode maana itakusumbua huko mbele. Ambacho kilikuwa vijana takriban 8, na vijana waliweza kufundishwa mafunzo ya kuweza kupambana na adui wa aina yoyote ule kwa kutumia upanga. Baada ya kuhitimu mafunzo yao katika chuo ambacho kilitengeneza muunganiko wa vijana 8 ambao walijikuta wamekuwa na bondi ambao ni kama ndugu, ila sasa kilikuja kizaazaa. Na mtu ambaye anamuita The Monster alifika na kumpa ujumbe master juu ya kile ambacho anatakiwa kufanya. Basi mkuu aliwaambia vijana wake tu, anasema katika hiki chuo kuanzia siku ya leo mtu mmoja tu anatakiwa asalie, kwa sababu kufikia kesho kabla kujapambazuka tunahitaji kumpata mtu mmoja tu. Ikiwa na maana kwamba kila mtu anatakiwa kisha anamuua mwenzake na yeye ndo aweze kusalia. Mtu mmoja ndo anatakiwa asalie kwa mpiga jambia wa hili taifa. Analikumbuka sana katika akili yake. Lakini pindi akiwa hapa, binti anamwambia kwa nini anamuita Kokushi Zesrei Master. Asema mimi niliwaga wengi sana. Lakini baada ya kufika katika ile eneo alipata mashaka kidogo.
akaambia binti anatakiwa atulie na ajichukulie uangalizi zaidi, kwa sababu kuna kitu ni kama hakijakaa sawa. Kweli bwana, kuna machalii wawili hapa wahitaji kuhakikisha wanamaliza. Wasema sisi tunahitaji kupambana na nyie kwa sababu hatukutegemea kama mgeza kutoka salama ikiwa ndani ya Teruji Temple. Mamba anaambia Futaba kimbia. Sasa ni kwamba anatakiwa azue, lakini pia mwokoe bibi. Alibulunguka akatoka upande wa pili huko. Anambia sapoli zima ni kwamba kuna mili ya watu. Hapa anaingia binti mmoja na hasira sana. Binti huyo anamshambulia sana Mtui. Anasema kwa nini ulifanya maisha ya ndugu yangu yawe magumu? Sasa huyu ni yule bibi ambaye tulimuona kwenye kumbukumbu. Hatujui nini ambacho kilitokea, lakini anadai kwamba mtu huyu alifanya maisha ya dada yake magumu zaidi. Ayomba amefika na mishale, anasikia nchale, anapiga kushoto, anapiga kulia, alafu wanyama wanasogea tu. Binti anamwambia bibi kitu kimoja, kama utashindwa kujisaidia peke yako, kuna wakati utaweza kupoteza maisha. Lakini ukiwa unashambuliwa kwa wakati ule, kuna mtu anaonekana upande wa pili. Mtu huyu hatujui ametokea wapi. Lakini sasa mwanaume alihitaji kucheza na wanaitwa Arrow Master, ambao wanahitaji kuhakikisha unawaangamiza tu. Mtu huyu ambaye tulimuona kwa mbali tu kwamba alikuwa anatupa mishale katika ujuzi wa hali ya juu sana. Hata hivyo aliweza kuangamiza wote, na hata huyu mmoja ambaye alisalia na alikutana nacho cha moto tu. Sasa alikuwa anashangaa kwa nini mtu huyu ametoa msaada. Basi mtaalamu alikuwa anakuja. Baada ya kutoa msaada, alifika kwa watu hao ambao wamewasaidia tu. Yeye kuna jambo lake ambalo analifikiria kwa wakati huo. Roho jaribu kurudi nyuma, mwamba anakuja. Anambia nini unapotaka? Anasema mimi nakusamehe kwa sababu katika utamaduni wetu tunaamini maisha ya mtoto mdogo ni maisha salama zaidi. Kamsaidia tena. Alafu mwamba anaondoka. Anasema mimi naitwa Kamui Koyoka. Majina tutasameana kidogo. Basi walifanikiwa kupata vitu ambavyo vitasaidia kusogea katika hatua ya pili, wakiwa na hizo paski, yani vidani ambavyo vinaweza vikawapa mwongozo wa kuweza kusogea katika next step. Lakini binti alisema kwa sasa anahitaji mwanaume asubiri. Hatujui ni nini ambacho anamaanisha kwamba mkali asubiri kwa wakati huu. Tuwazidi kusonga, kwa hiyo usipate moto usipate joto. Tala bintibu chuma nazidi kugongana anga zaidi. Tupate mwongozo wa kile ambacho kilikuwa kimesalia tu katika episode kabambe iliyopita. Wanasema The Last Standing Samurai. Sasa tuko ndani ya eneo la pili katika safari ya mtaalamu ambaye anafahamika kwa jina Mr. Saga. Mwamba ambaye anahitaji kuzifikia hizo zaidi ya milioni 1 yen za kipindi hicho ili aweze kusaidia familia yake. Lakini sasa kuna kizaazaa sana njiani, kwa sababu pia watu wengi sana wanahitaji kufika Tokyo Department kitengo ili wakakabidhiwe. Sasa waliobakia kumbuka ni watu 117 tu kutoka 292. Sasa hebu tuunganisha hapa. Okay, hatimaye tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Hii hapa katika episode ya 3B, yani complete zaidi katika season bomba sana Last Samurai. Ni katika episode ya 3 ikiwa imekamilika zaidi, na sasa tujiandae na episode ya 4. Kumbuka itamthilia ina episode 6 tu. Kwa chap kwa haraka tutakwenda kuimaliza kabla ya kuanza mwezi mpya zaidi. Hii hapa ni The Last Standing Samurai, agrivoko ni Falu DJ. Mimi naitwa Fodi kutoka GC Production pale jumba la burudani, na ndo nazidi kuletea burudani bomba, burudani kabambe zaidi. Hii hapa kutoka katika mikono salama zaidi. Na sasa cha msingi na cha maana tu, hakikisha unateta na sisi kwa namba ya simu hapo 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania. Unaweza kuipata picha ikiwa imetafsiriwa na madj wakali wote. Hapa wasema Last Samurai Standing. Sasa tunahitaji kujua ni wangapi ambao wamesalia katika round ambayo imepita ili kujua muktadha wa burudani bomba zaidi. Kumbuka bado wanazidi kupungua kadri hatua zinavyohitajika kusonga mbele. Target ni kufika Tokyo pale department kitengo ili kuweza kujishindia zaidi ya milioni 1 yen. Lakini sasa kuna mzee ambaye kwa sasa analeta kizaazaa zaidi. Sasa hebu tuunganishe na tuanzie hapa. Baada ya kupata kama mwongozo zaidi, tuanzie katika kipande hiki hapa. Hii hapa ni episode ya 3B complete zaidi na Falu DJ. Wow. Alright. Basi tunaanzia hapa. Basi mtaalamu amefika kwenye pointi ya 3 ya mchezo. Anasema mimi naitwa Tutu Saban.
lakini miongoni mwa vidani vyenu vitatu vinawapa nafasi ya kuweza kuingia katika raundi ambayo inafuata. Lakini pia katika raundi ya 3 Mr. Shujiro Saga pamoja na Fadali, ikiwa ni watu ambao mmeshinda mkiwa na Mr. Kunuga, basi inawapa nafasi ya kuamini juu ya kile ambacho mnakihitaji. Safari ya kufanikisha kushinda Kodok haiwezi kuwa rahisi zaidi. Moja kwa moja Department Tokyo, wazee wazima wakiwa katika mchezo wa kubeti. Sasa nani ambaye ameshindwa katika raundi ambayo imepita? Wewe hapa mzee ndo alikuwa ameshinda katika raundi ambayo imepita, hivyo aliweza kujikusanyia kiasi kikubwa sana cha fedha baada ya kushinda. Sasa tunaingia Yokaichi Chuji katika raundi ya 4. Basi waliweza kufika katika hoteli moja, lakini cha kushangaza zaidi waliweza kumkuta Koiri hapa. Anasema sasa anahitaji kujua nini siri ya mchezo ambao unaitwa Kodok. Anasema hii inamaanisha kwamba katika kundi la watu wengi zaidi anatakiwa patikane mmoja ambaye ni mshindi. Anasema inanifurahisha sana na kunishangaza sana. Ina maana hii unachezwa kwa mara ya pili Mr. Saga? Anasema hapana, sijui juu hicho ambacho nakizungumzia, ila anazungumzia juu ya muunganiko ambao utatupatia majibu ya gundua nini ambacho kimejificha katika mchezo. Sasa mtu huyo anasema watengeneze alliance ili kuweza kuhakikisha wanashinda Kodok. Sasa mwanaume aturudisha nyuma kidogo tu pindi ambapo aliweza kuondokaga na kuwatoroka wenzake. Binti alimuitaga Shuji, akamwambia ni wapi ambapo unaenda kwa wakati huu ikiwa tupo katika hali hatari zaidi. Mwanaume kujibu chochote zaidi ya kusema kwamba anahitaji kwenda Basel. Na sasa ndo kipindi ambapo mtaalamu aliweza kuwatoroka wenzake, ila shida ni kwamba alisikia kengele ambayo inaashiria mwanaume mmoja ambaye anaitwa Gento Sai. Huyo Gento Sai ni nani? Kwa sababu pia katika kumbukumbu za mafikio za mtaalamu naonesha ni mtu hatari zaidi. Basi kabinti kalikuwa kanajinoa kujiweka sawa tu kutokana na hali ambayo ipo kwa wakati huo. Basi binti alipata nafasi ya kuongea na mkali, rafiki yake wa zamani zaidi. Anasema nini kilitokea pindi ambapo nimeondoka? Anasema kwa sababu uliondoka, master aliona wasiwasi ya kwamba juu ya Koa Engineering School zile technique zinaweza zikaliki, yani zikavuja katika maeneo mengine. Hivyo ilikuwa ni wakati wa kuhitaji kumwangamiza kila mtu. Na hapo mimi maisha yangu yote nilikuwa nikikimbia kumkwepa mtu ambaye anafahamika kwa jina la Gento Sai. Na yote hayo yalisababishwa na wewe pindi ambapo ulichagua nafasi ya kuweza kuondoka na kwenda mbali sasa na sisi. Na kwa nini uliweza kuingia katika mchezo wa Kodok? Mwanaume alikuwa anajibu tu. Anasema ni juu ya binti yangu ambaye nimempoteza na sasa nimesalia familia ya mke na mtoto tu. Hivyo napambana kuhakikisha na kila kitu kinakuwa sawa kwa ajili ya familia yangu. Lakini pamoja nayo naomba msamaha kwa yale yote ambayo yalitokea. Ilikuwa ni mkauli ya mtaalamu Saga. Sasa tunakuja katika eneo la poli. Kuna washiriki ambao wamejiunga na kwa watatu. Wana safari ya kutumaini kufika ambako wanafika, lakini ghafla ilifika mashine moja kongwe zaidi. Yani chap kwa haraka aliyosambaza mzee huyu ambaye kwa sasa sura yake haionekani vizuri na bado hatujapata nadharia ya jina lake. Lakini sasa kuna chalia ambaye alimwona akasema Gento Sai. Ina maana mnyama Gento Sai yuko katika mchezo. Sasa yule askari ambaye alitumwa kazi ya kwenda kupeleza kina nani wanamiliki mchezo na nani wanaongoza mchezo aliweza kuleta ripoti kwa mkuu yake. Anasema Simamoto, Yutuda pamoja na wengi sana wakiwa wanapata support kutoka Beijing government. Hawa ndo wameanzisha mchezo. Kwa ni juu ya vigogo wanne ambao wameanzisha mchezo kwa manufaa yao binafsi zaidi. Hiyo hapo inagonga besela katika episodi safi kabisa ya 3. Tukutane katika episodi ya 4. Sasa wanasema ni 95 tu ndio ambao wamesalia katika mchezo. Hiyo hapo episodi ya 3 sina mengi zaidi. Hebu tuungane katika episodi ya 4 kujua nini ambacho kitajiri katika burudani bomba zaidi. Kumbuka hii ni sound ya Falu DJ kutoka GC Production Jumla Burudani, lakini pia kwa 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania. Teta na sisi tu nachoka babaino, au sio? Kama kawa hizo. Hebu tukutane katika episode inayofuata tu kizazi zaidi. Lese chao kamsamida. Okay, hatimaye tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Sasa hatimaye tuko na episode ya 4 complete. Atamzila bomba sana the last sending some lie. Lakini pia voko ni Falu DJ kutoka GC Production Jumla Burudani pale kibabe zaidi. Leo tunalindima na vigongo vikali kama hivi hapa. Lakini sasa kwa 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania tuweza kuteta na sisi tu
ili uweze kupata maburudani ya kijanja zaidi. Hii hapa inatokea kwetu pale kitengo online is movie sellers, lakini pia unaweza kuipata katika mfumo wa recap, lakini pia iko ile ambayo imetafsiriwa na DJ wakali wote wa Tanzania. Kwa hiyo cha msingi kisha tu unaungana na sisi katika 0686414059 ili mambo yazidi kusonga zaidi. Hii hapa katika episode ya 4 tu Tala Bintibu, acha tuunganishe pale ambapo tuliishia katika episode safi iliyopita kwenda kupata utamu wa burudani bomba zaidi hapa kutoka kitengo pale, au sio? Wow, leo tuanzie hapa. Hatimaye tena tukiwa bomba, tukiwa sawa zaidi. Sasa tunaonga katika episode bomba zaidi ya tamthilia pendwa zaidi. Hii hapa inaitwa The Last Standing Samurai. Sasa tunarudi nyuma kidogo kupata hadithi ya bibi. Nini kilimleta katika mchezo? Basi binti kwa wakati huo alikuwa ni mtu ambaye anaonyesha mashindano ya utupaji wa visu, hivyo anaweza kuendesha maisha yake kwa kile ambacho anakifanya kwa wakati huo. Kumbuka hapa ni baada ya kutoroka katika pori zito zaidi. Basi akiwa hapa kuna kigogo mmoja anamwambia, biashara yako ya kuuza visu nafikiri haikulipi, ungeungana na mimi tu. Lakini binti aliweza kumuona miongoni mwa marafiki wake wa zamani sana ambao aliweza kufanikiwa na kutoroka katika lile pori. Anasema juu ya Fuguro na Shija, hao waliweza kuuawa na mnyama ambaye anaitwa Kento Sai, ndo aliweza kuwamaliza. Hivyo lazima na wewe tafute nafasi ya kusaidia maisha yako. Basi kalikuwa nikakumbukumbu kabinti huyo hapa, na sasa mtaalamu anakuja kuleta majibu. Anasema kwa saizi lazima tuhakikishe tunatafuta ile mili waga inapelekwa sehemu gani, kwa sababu inaonekana ile mili inaweza kupotea. Lakini sasa ni kina nani ambao wanahusika na utunzaji wa hiyo mili? Hiyo inaweza kutupa nguvu ya kuweza kutambua nini ambacho kimejificha katika mchezo wa Koduko. Kumbuka wako tayari kwa ajili ya kutafuta ni nani ambaye ni mwanzilishi wa mchezo ili waweze kuzuia. Basi moja kwa moja department katika kitengo maalum cha upelelezi. Hapa mkuu wa kitengo anachukua maelezo kutoka kwa vijana wake wa kazi juu ya watu ambao anaitwa Zaita Sabu, ambao kwa sasa wana control serikali kwa kiwango cha fedha ambacho alichonacho. Hivyo mwanaume anafikiria namna gani ataweza kuwazuia watu hao. Sasa tunaingia katika mji fulani hivi. Wajomba waliweza kuingia katika sehemu moja kwa ajili ya kupata maakuli. Lakini pia katika ile eneo kuna watu ambao wanaonekana ni memba wa mchezo wa Koduko. Basi wakiwa hapa, kuna mjomba anaingia na vijimiani vyake. Anasema yeye ataweka kiasi cha fedha tu endapo watu hao wataweza kuangamizwa. Hai sasa shida ni kwamba hajajua moto wa watu hao. Haya basi ngoja tucheze kile ambacho unakihitaji, kwa sababu lengo lako ni kutuangamiza na sisi tutajua kucheza. Tunaingia sehemu moja inaitwa Yokachu. Hapa anapita wapambanaji mbalimbali. Jamaa kila akiangalia anaona wanaopita ni mabigina. Hai sasa kuna chali mmoja alikuwa mbeba mishale. Hapa alihitaji kumtesti mtu. Aliweza kwanza kwa kumwangamiza mtu mmoja. Hii kampa hasira bwana mdogo. Sasa bwana mdogo anahitaji kumwangamiza mzee mzima. Lakini kila anapotupa mzigo hatujui nini kilichoendelea kule. Tuarejea upande wa pili kwa. Hapa ni kamzozo sasa. Watu wameshapewa pesa waweze kuangamiza watu wanne hawa. Lakini sasa watu wenyewe ni kizaazaa zaidi. Kuna mkali Saga pamoja na ule chali. Lakini pia upande wa pili ni kizaazaa zaidi kati ya bwana mdogo na ile jibaba la milaba 9. Nika Kisanga na mwana chali yuko fiti zaidi, lakini waweza kuzuia tu. Hasa mbona unashindwa kufuata sheria, na kwa wakati mwingine itakuja kufanya mpoteze kila ambacho mnakipigania. Hivyo watu hao waliweza kuzuiliwa na mnyama huyo. Basi upande wa pili baada ya kuwakalisha manyamela, mwamba aliweza kumwambia mzee huyo kwamba kwa sasa kwa kile ambacho alikuwa anakiomba ataweza kupata majibu yake. Lakini bwana mdogo anadai kwamba mimi kule Teluji Temple nilienda kwa ajili ya kuhakikisha nafuata biashara za babangu, lakini pia naomba msaada mweze kunisamehe tu kwa sababu sijui nini juu ya kile ambacho kinaendelea kwa sasa.
Basi ni kutoka Domestic Telegram. Anasema hizi ni simu ambazo zilipigwa Mei 5 kutoka katika milima ya Montville. Huko inaonekana kulikuwa na mawasiliano asili sana. Sasa mkuu wa kitengo anapeleka taarifa upande wa pili kwa wazee wa kubeti, na wenyewe wanapata ujumbe wa kwamba serikali inahitaji kulichukulia uangalizi hili swala. Lakini sasa wakiwa katika mission maalum sana ya kuhitaji kufanikisha kugundua vitu mbalimbali, Bibi alikuwa anamuuliza binti huyo ambaye ni mkubwa, anasema anahitaji kuwa strong. Anasema hata hivyo hiyo haitabadilisha kitu katika maisha yako. Sasa kuna askari wanaofuatilia. Kumbuka hapa ana plani yao moja maalum sana. Mtaalamu huyo hapa ameshavalia kitaalamu zaidi. Kwa sasa ana muonekano huo. Anataka kuingia katika mission kukamilisha jambo moja la msingi sana. Yule mzee aliweza kamatwa na askari tu. Lakini upande wa pili binti kwa anahitaji kuingiza toa katika mchoro ambao amechora. Basi walifika hapa kuta mshiriki namba 108 tayari amepoteza. Basi mtaalamu anahitaji pia kuingia ndani. Lakini pia toa walikuwa wanahitaji kubeba mwili wa mtu huyo. Kumbuka lengo lao ni kutaka kujua hii mwili huwa inapelekwa wapi. Lakini pia kitengo department kuna watu wawili wanaingia. Watu wanaingia katika eneo ambalo kuna mtuhumiwa ambaye anasema anajua maelezo juu ya mchezo wa kuduku. Lakini pia upande wa pili mzee mzima Mr. Saga amebebwa na maaskari kupelekwa katika eneo fulani hivi ambalo ndo waga wanahifadhi mili. Sasa binti baada ya kufika katika ile eneo aliweza kulitambua vyema sana ile eneo. Wanasema huyu Mr. Shujiro Saga alikufa katika mji unaitwa Kawan Kujo. Huko ndo sehemu ambayo alikata moto. Lakini pia upande wa pili kwa chali wetu bado ananyemelea kwa ndani. Anahitaji kujua ni nini ambacho kinaendelea katika hili jengo. Basi aliweza kuingia. Lakini kumbuka upande wa pili kwa Mr. Saga alikuwa anahitaji kummaliza mtu huyo, kwani kuna document alikuwa anahitaji kuzipata. Aliweza kupata vitu vingi sana. Benki inafahamika kwa jina Mutsu Benki. Na hapa ndo mambo mengi ambapo yanafanyika. Lakini ghafla kuna vicheche wanaonekana wanaelekea kule kule ambako huko ndani Mr. Saga. Ni hapa mnyama bibi alipomuona akajua itakuwa ni hatari sana. Basi upande wa pili kwa hiyo ambaye alikamatwa alikuwa anajitahidi kutoa maelezo. Lakini shida watu waliokuwa wanaambia ni miongoni mwa memba na washiriki wa ule mchezo. Askari hao aliweza kummaliza. Charlie aliweza kubana kwa juu hapo na baadaye alikuwa anahitaji kuingia katika chumba hiki tu. Lakini pia kwa Mr. Saga huko ile mashine ya kazi, mashine ya kizaza bado hatujalijua kovu lake, na hata hivyo jina lake bado hatujalipata kiusahihi zaidi. Mwamba Kyoko aliweza kushtukiwa. Anasema mimi ni Takayama natoka kitengo cha 4. Anasema mbona naitwa Koito Tuge. Na mdanganya nani sasa? Lakini pia mtaalamu anahitaji kufika katika milima ambayo nasadikika mchezo ndoko ambako unazaminiwa. Sasa anamwambia Kokushu Saga, ni muda mrefu sana umepita. Anasema Anjiro. Anasema kwa saizi mimi situmii hilo jina. Anasema ule mkato ambao niliuona Teluji Temple, najua tu ule mpigo ni wa kwako. Lakini mbona ile siku nilikuwa kama mpoteza maisha? Ni nini ambacho kilitokea katika wakati ule ambao niliamini ya kwamba mpoteza maisha? Anasema kwa sasa marafiki wawili ambao walikuwa na share kikombe kimoja watageuka kuwa maadui ambao kila mmoja anapigania kitu ambacho anakiona sahihi kwa upande wake. Hiyo hapo ni episode safi. Yani sasa tukutane katika episode ya 5 tu ili kwenda kuenjoy kizaza cha mzigo bomba zaidi hapa. Kumbuka sound ni ya Falu DJ kutoka DC Production Jumbara Budani. Sasa unaweza kuungana na sisi kitaalamu zaidi kwa 0686414059. Kumbuka picha ni episode 6 tu. Hiyo usipate moto usipate joto suni. Tutakwenda kuimaliza kitamu zaidi. Inaitwa The Last Standing Samurai. Sali ipo ambayo imetafsiriwa kina episode 20 complete. Kwa teta na sisi upate picha kizazi zaidi. Mimi sina mengi sana, lese kamsamida. Ciao. 父さんに殺された生き残った京八流を探し続けてられる。酒。Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Sasa tuwazidi kusonga mbele na jabali moja bomba sana malizao. Hapo picha inakwenda kwa jina The Last Standing Samurai. Lakini pia kumbuka sound ya bonus kia mitamboni muda wote ni sound ya Falu DJ
kutoka ZC Production, jumba la burudani pale ambapo tunazidi kusababisha mzigo kizazi zaidi. Lakini pia kwa mwongozo wa picha nyingi sana zile kali za mwaka 2025 unaweza kutucheki kwa namba ya simu 0686414059. Basi popote pale ndani na nje ya Tanzania tutaweza kufikia kiurahisi zaidi na kupatia huduma katika misingi ambayo imesimamiwa zaidi. Lakini pia hizi picha zipo ambazo zimetafsiriwa OG kabisa complete, lakini pia zipo ambazo zimefanywa recap. Lakini kama unataka hii picha ile ambayo imetafsiriwa Kiswahili, basi unaweza kuteta na sisi tu tukuletea picha ambayo imetafsiriwa na DJ yoyote yule ndani na nje ya Tanzania. Mimi naitwa Fo DJ kutoka ZC Production. Sasa tukaanze safari pale ambapo tulikuwa tumeishia katika episode safi zilizopita. Tokyo ni nokoru 9人で何っても変わけやない。 Okay, naomba sasa ni kufungua kidogo. Leo tunataka kupata historia ya mnyama ambaye anafahamika kwa jina la Kawaji. Huyu ndo mtu ambaye alikuwa nyuma mambo yote yale. Sasa tunapata historia kidogo. Anasema ni kipindi wakati ya ile vita ambayo ilipigwa na masamurai sana. Mzee mzima ambaye anafahamika kwa jina la Kawaji, yeye alikuwepo ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo katika ile vita. Kila ambacho kilitokea pale kilifanya yaweze kufanya maamuzi ya katili zaidi, kwani aliweza kuangamiza jamii kubwa sana masamurai, pia na pamoja ya masalia ya wanajeshi ambao walikuwa ni kama ndugu zake. Hivyo aliapa kwamba ipo siku atakuja kulipa kisasi zaidi. Ndio maana ina maana mastermind mzima wa mchezo ni yeye mzee mzima. Anasema imechukua muda kufika sana, lakini sasa nafikia mchezo unaweza kusonga zaidi. Kanji ya Bukotsu ni korosareta yo. Aswa kutokana na ripoti ambayo ipo, tubakiza washiriki kaza wa kaza, hivyo tunaweza tukasonga na mchezo zaidi. Sasa kumbuka Kawaji ni miongoni mwa detective ambao wametumwa na waziri wa ulinzi kwa ajili ya kuja kuwakamata watu hao, lakini kumbe yeye ndo kiongozi namba 1 ambaye ameuzamini mchezo hapa. Sasa tunaonga pale ambapo tuliishia baada ya kupata kama mwongozo kama mnyama ambaye anafahamika kwa jina la Kawaji, the team leader. Anasema kwa sasa sidhani kama kuna nafasi, ila naomba tucheze tu. Kale anacheza panga na rafiki yake wa zamani. Sasa yuko upande wa Japani ambao kwa sasa anachezesha mchezo wa kuduku, lakini sasa pia upande wa pili kwa kicheche. Wameshtukia na wakaona hii siyo kesi. Sasa alihitaji kudili na hao askari kwa sababu alijua akicheza inaweza kaja kuwa mbaya katika maisha yake. Hivyo upande wa pili anaendelea kuwaka moto kati ya mtaalamu Saga na mzee mzima ambaye rafiki yake wa miaka hiyo ya zamani zaidi, lakini kwa sasa yupo katika department kitengo cha kuduku. Charisa nje kwa nasikilizia wana mwanaume afiki kwamba huko ni msabe tafuta nafasi ya kutoka katika kituo cha polisi. Aliweza kujump, lakini hata hivyo kwa salama kwa upande wake, fanikiwa kutoka kichechewe moja kwa moja katika poli. Sasa upande wa pili kwa team leader ambaye ni waziri, anapitia baadhi ya kumbukumbu ya picha ambazo zinamuonesha yeye pamoja na ndugu zake wa miaka mingi sana ya nyuma. Ila sasa upande wa pili kwa wataalamu, bado mchezo ni mzito zaidi. Anasema kutakiwa kuelewa juu yake ambacho unakifanya kwa wakati huo. Anasema hii ni njia yako ya mwisho kwa kushu Saga, unahitaji kummaliza mwanaume. Lakini ghafla kuna kimbola kilipigwa, ikawa nafasi ya mwamba kutoka. Anasema we shall meet in Tokyo, yani tutakutana kule Tokyo, kitengo makao makuu. Basi kiongozi huyo aliletea ujumbe na moja ya maaskari ambao ni wema sana. Anasema basi nitafanyia kazi juu ya ripoti ambao ananipatia. Lakini pia mtu ameanza kupata mashaka sana. Anasema wale maaskari ambao wako katika kitengo kile maalum wanaonekana na muunganiko na watu ambao walikuwa wanatoka katika kitengo cha division ya 4. Ina maana miongoni mwa memba wa kitengo cha division 4 ambaye aliwaa pale mwanzoni alikuwa na muunganiko na watu hawa pasipo kujua ni nini ambacho wanakusudia kufanya. Saga. Anasema lakini sasa kwa safari ambayo tumebaki itakuwa ni ngumu sana kupigania uhai. Basi Mr. Saga alisema kwa sasa anamwacha Futaba katika mikono ya bibie. Yeye kuna sehemu anahitaji kwenda kufika kwa rafiki yake wa zamani sana ambaye yuko katika kitengo France ya Kalini. Binti anamwambia hata ungefanya vipi haiwezi kukufanya uwe mpambanaji bora kwa wakati huo. Nyama walikuwa na wanasema ni maalum Telegram. Hapo ni miaka ya zamani, mifumo ambayo ilikuwa inatumika ilikuwa ni mifumo ya Telegram. Basi Kokushu Saga aliweza kumtumia ujumbe Mtsue, na Mtsue baada ya kupata ujumbe kutoka kwa Kokushu Saga alihitaji kujua ni nini ambacho anahitaji kumwambia bwana mzima. Anasema kile ambacho kilitokea Teruji Temple
kuna mamia ya watoto na watu wanazidi kuangamia. Lakini sasa nyuma ya mchezo kuna watu ambao wana muunganiko na kitengo chenu. Hivyo hakikisha unakuwa makini tu pale ambapo unatafuta nafasi. Lakini pia zimebakia siku 3 kuweza kumaliza mchezo. Na baadaye taarifa inaonekana imetoka kwa Shujiro Saga kwenda kwa Shino Saga. Anasema ni subiri ndio alichukulia uangalizi hilo swala. Alifikisha ripoti kwa waziri wa ulinzi. Hata hivyo waziri wa ulinzi aliambia juu ya watu ambao ni 150 maaskari ambao wamekusanywa kwa ajili ya huo mchezo. Hawataki kupatiwa kitu ambacho kinaitwa huruma zaidi. Lakini sasa Mwamba anajiuliza sana. Mtaalamu kawaji. Kumbe Mwamba baada ya kupata mafunzo kutoka nchi za magharibi alihitaji kuja kutengeneza nguvu ya kijeshi ambayo alikuwa anahitaji kulipindua taifa mazima. Na sasa yuko na kisasi kikubwa sana na Samurai. Iko. Moja kwa moja mzigo wa department panaitwa Chirikujo kitengo hicho. Sawa na wajomba wale ambao lazima ukaguliwe. Sasa hapa ni ukaguzi tu kwa kile ambacho ulikivuna katika raundi ambayo ilipita. Bwana mdogo ni kwamba yeye anayo moja, hivyo hawezi kuvuka hata wao. Sasa binti Futaba anamwambia mzee Saga kwamba tafadhali tumsaidie mtu huyo kwa sababu tunazo nyingi. Kwa nini tutengeneze nafasi ya kuweza kusaidia maisha yake? Anasema kama mtahitaji kumsaidia sio kitu kibaya, lakini sasa kwa wakati mwingine inaweza ikaja kuwa mbaya zaidi. Binti alilazimisha mtu huyo ambaye ni bwana mdogo aweze kupatiwa msaada. Bwana mdogo alishukuru sana. Lakini sasa akiwa njiani binti anaomba msamaha tu. Anasema nisamehe kwa kile ambacho nimekifanya. Anasema sijajua juu ya fine ambayo itakuwa inakutanisha watu 9 kama nao utapata nafasi ya kuweza kusurvive. Maana mzigo ni Tokyo Department. Anasema hata ukimsaidia kwa wakati huo huwezi ukajua kwa wakati mwingine itakuwaje Futaba. Kwa hiyo hakikisha unaitetea nafsi yako, sio nafsi ya mtu mwingine. Sasa huko mzee alipanga likubwa. Anasema Kokusho nitakupata wewe. Mwamba naye anavuka kwenye boda ile ile. Mwamba baada ya kufika hapa alimuita Shinosuke. Anasema mimi nahitaji kuongozana na huyo, lakini nyie chukueni njia yenu. Sasa mzee baada ya kufanya uchunguzi kwa muda mrefu akiwa anaelekea kukata tamaa, aliweza kugundua password za siri sana ambazo zilikuwa zina muunganiko wa herufi fulani. Basi baada ya kuunganisha zile herufi, aliweza kugundua mzigo unaitwa Kawazi Project ambayo kwa sasa unaitwa Kuduku. Sasa anapeleka ujumbe kwa Big Boss Ministry, lakini njiani kuna vichecho na mzee. Anasema amekuaje snitch kiasi hicho? Anasema nini ambacho mnafanya? Sasa hivyo hakumpa nafasi ya kuishi. Zaidi walimpoteza tu. Lakini pia mkali alikuwa anatuma ujumbe kwa Kawaji, mtu ambaye ni hatari zaidi. Anasema kuna taarifa ambayo imetoka katika mfumo wa mawasiliano. Inaonekana mshiriki namba 108 Shujiro Saga ameweza kutoa taarifa katika Central Government, hivyo inaweza kaja kuwa hatari zaidi. Anasema Kukushu Master Slay ndio ambaye ameleta utofauti. Anasema basi Spectra wote wanao kwenye Koduku, yani wadudu walioko kwenye Koduku wanatakiwa safari yao ishie katika kamji kadogo aka. Lakini chali upande wa pili aliyatafuta watu ambao wana hasira sana na mkali, wanamuita Kokushu. Lakini pia mzee anasema mzigo utakwenda kuishia hapa katika tempo moja ambapo ilikuwa pana sherehe za festival. Pia tumemwona Gonta Sai, mwamba ambaye ni kizaazaa, yani kwamba anatisha zaidi. Wanasema wamesalia 63 tu katika mchezo mzima kutoka watu 292. Hapa sound ya Fall DJ kutoka GC Production. Sasa tuunganishe katika episode bomba sana inayofuata, episode ya 5 katika sehemu ya kwanza zaidi. Hapa wow. Okay, hatimaye tena takriban ndani ya wiki moja tu tumefanikisha kuimaliza series bomba zaidi. Hapa inaitwa The Last Standing Samurai. Hapo kulikuwa na Fall DJ. Mimi natoka DC Production kitengo. Sasa habari ambayo ni njema zaidi, leo tunaweza kuletea finally kabisa episode ya mzigo bomba sana hapa wa Last Standing Samurai. Lakini pia kwa 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania unaweza ukateta na sisi tu kwa hizi kazi oji zaidi. Hapa picha tayari imetafsiriwa kwa episode 20 complete. Njoo na mtoni wa shilingi 1000 tu, chukua nakala yako mapema zaidi. Lakini kwa mfumo wa recap tuko na episode 6 kama ilivyotoka yenyewe. Inaitwa The Last Standing Samurai. Tuko na mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Kuwaji. Lakini vipi sasa habari ya mtaalamu ambaye anaitwa
Manslayer mzee mzima. Hii hapa baba sasa ikizaza zaidi ndani nyumba tena, tuzidi kuendelea kupeana support ya kutosha. Lakini pia katika episodi safi ya 6 tutakwenda kufunulia hadithi ya mnyama huyo ambaye kwa sasa anasema ni lazima aweze kumkamata mwanaume mzee mzima Mr. Saga, kwa sababu kuna historia ambayo imejificha nyuma ya maisha yake. Yaani yule mzee alijambia, yule mzee wa kukatakata zaidi. Hii hapa The Last Standing Samurai. Sound ni ya Falu DJ. Wow. Batman sasa tuunganishe katika episode bomba zaidi. Hii hapa ikiwa ni Lady Voice ya The Chosen One. Kama kawaida sio. Lakini pia sasa baada ya kumaliza hii picha tuko na picha nyingine complete zaidi mpya. Sasa ni mwendo wa kuzimaliza tu kwa sababu watoto wanataka kudandia mambo hizi hapa. Let's chao. Hebu tuanzie hapa katika episode safi inayofuata ya mzigo bomba zaidi. Hii hapa. Wow. Okay. Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Wasa pale ambapo maidi yamekushinda fupo utaweza. Sasa hapa ni Sonde Mgujosoni baba kwenye kipaza zaidi. Na sasa tulikuwa Japan na sasa tunataka tuhitaji kurejea katika taifa letu, yani Wagojosoni, ikiwa inamaanisha katika jiji lile la Korea. Lakini sasa ya Kijapani tupa nafasi na kibali cha kuweza kuisababisha. Na sasa hatimaye tunakwenda kuimaliza rasmi. Inaitwa The Last Standing Samurai. Unaweza kuipata pale katika platform zote za Netflix. Lakini pia 0686414059. Enjoy, chukue kwetu kitonga zaidi. Wow. Okay, sasa tunapata historia. Jua kwa nini mtu huyu anamtafuta sana mtaalamu. Anasema tumepambana kwa muda mrefu zaidi, lakini pia lazima apatikane bingwa. Sasa alikuwa anahitaji kumtesti mtaalamu na kumkalisha chini ili yeye ndo awe mesalia. Lakini sasa shida mwanaume alikuwa kufiti zaidi. Alimjeruhi bwana mkubwa na kumwacha tu. Baadaye aliweza kukamatwa na maaskari wa Kijapani. Hivyo alihifadhiwa katika jengo moja. Lakini pia kuna mtu ambaye alikuja kumtembelea. Anasema naweza nikakupa nafasi nyingine kwa kuingia katika mchezo unaitwa Kokudu, na huko utaweza kumpata mbaya wako. Basi mwamba aliweza kutoka tu. Na sasa kumbe alikuwa na beef kitambo sana na mtaalamu. Basi upande wa pili kwa mzee akiwa anaandika ujumbe, anakumbuka kumbukumbu ya nyuma kidogo kutoka kwa Master Kawaji. Basi alihitaji kutoka, lakini pindi ambapo alifika kwenye ile eneo alipata wasiwasi mdogo. Hata hivyo kuna kitu kinaitwa The Kuduku Project. Hii iliandaliwa na Kawaji. Anasema kuna ujumbe ambao umetoka katika department ya kitengo cha polisi. Hiyo habari tunaiacha, tunasonga upande wa pili katika ile wanasema festival. Basi Futaba alijumuika kwa ajili ya kujiunga tu na hiki ambacho kinaendelea katika ile eneo. Lakini binti alimwambia mtaalamu tu, unajisikia amani kwa sababu ulishatengeneza familia. Kumbuka bibi huyu kipindi chote alivyokuwa na mtaalamu alikuwa ni mtu ambaye anaamini sana katika maisha ya baadaye angeweza kupata nafasi ya kuwa na mtaalamu Kokushu. Basi hao wakiwa katika eneo la poli wanapewa taarifa na ule mwamba. Huyu mwamba tujajua lengo lake mpaka sasa nini. Anasema mimi nitawaambia tu kwamba kwa sasa mko katika hatari kwa sababu Gento Sai anawasaka. Kweli binti akiwa anaendelea kupata maombi katika ile eneo. Wao wanasema katika wanne amefanikiwa kutoroka, hatimaye nimeweza kumpata mmoja kwanza. Sasa anahitaji kudili na binti. Na mwamba huko cha kushangaza, anashangaa mjomba amekuingilia. Mjomba kizaazaa zaidi. Lakini pia upande wa pili Gento Sai anamsakua bibi. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri hapa? Zaidi ya kizaazaa zaidi. Anasema unawaga watu ambao wana nguvu, lakini ni watu pia ambao ni dhaifu. Sasa leo ndahitaji kumaliza biashara na wewe. Anasema basi Bokotusu, hebu ungemwacha binti endelea na maisha yake. Lakini hatujui nini kilijili, ila sasa ni upande wa pili kwa binti. Anakiona kivuli tu cha mnyama Gento Sai. Binti anajitahidi kuchimba kujiweka sawa. Lakini hata hivyo huyo mzee ambaye alikuwa anamsaidia naye alikutana nacho cha mtema wa kuni. Lakini sasa upande wa pili ni mziki kati ya mkali Kokushu Manslayer kama anavyoitwa na mtaalamu. Hapa akiwa anapambana kwa kisha anatetea maisha ya watu wengi, lakini pia maisha ya binti. Na binti huko naye anapambana na Gento Sai. Hii Gento Sai ni mashine ya kazi.
Basi katika historia yake nafikiri uliweza kuipata katika episode ya 3 hivi nafikiri. Huku ni kizaazaa upande wa pili. Basi mwanaume alifika katika eneo moja. Binti anajaribu kucheza na mzee mzima Gentosai. Akamkata. Aambie ni move nzuri lakini haiwezi kanimaliza. Yaani kwamba binti amepiga move nzuri ila haiwezi kumaliza. Mara ghafla kuna vicheche wanaingia. Anasema Shikura Hadashino, umekuja? Basi anasema hatimaye wale watatu kati ya 4 nimefanikiwa kuwapata. Yeye kwamba mzee ni mtu 3 ndani ya traki moja, lakini sasa ni kwamba anawakalisha. Huyo ndo Gentosai, mashine ya kazi. Alitakiwaga wamalize hao muda mrefu, lakini walifanikiwaga kukimbia. Charia anajaribu kupeleka, lakini kwamba mzee yuko fiti zaidi, alimkata kidogo, afu akacheza. Basi akawa amempiga changa. Sasa upande wa pili ni kwa mtaalamu Kokushu Saga, ikiwa na mwamba huyo. Mtu ambaye na kisasi kizito na mtoyo. Basi mwamba alipambana sana. Lakini sasa katika mapambano yao, sehemu ambayo alikuwa anapambania kulikuwa na mafataki mengi ambayo tengeneza mlipuko, na hivyo wakajikuta wameingia katika maji. Mwamba sasa akijaribu alikatwa sehemu moja, unaambiwa kila kitu kilikuwa kinaluka. Hiyo ni damu baba. Anasema Kokushu the Manslayer, hatimaye leo umeweza kumaliza kile ambacho nilikuwa natamani kukiona kutoka kwako. Yaani kwamba samurai inakuwa vema akiuawa na samurai. Binti anamuita Shujiro, lakini mwamba kwa sasa ni kwamba kali kake kameweza kurejea sawa. Basi upande wa pili taarifa zinasema kwamba Bokukusu tayari ameshaweza kutoka. Anasema kuna kazi inahitaji kuiatendi, hivyo mnaweza mkaendelea na mchezo tu na muweze kuenjoy mchezo wa Kokudo. Mtaalamu huyu ambaye kwa sasa ndo mastermind wa kila kitu, anasema kuna sehemu anahitaji kuelekea, lakini pia aliweza kutoka na anahitaji kukutana na mtu ambaye hatujui nani. Basi ujumbe ulikuja kwamba Kawaji yuko njiani, anahitaji kurejea department. Sasa mtaalamu pia naye alikuwa anahitaji kutoka na sehemu anahitaji kwenda. Lakini sasa akiwa njiani kukutana na mashine ya kazi, anasema ni muda mrefu, lakini Kawaji ameniambia nipeleke mbali hiyo sura yako. Wewe mwamba alimwambia Anjiro, kwa nini unafanya yote hayo? Lakini sasa katika kikao ambacho alikuwa anamsubiri mzee baba ni kwamba hakuna mtu aliyofika. Tunaingia Okadhaku Akujo. Basi hapa kuna vipeperushi ambavyo vinatembea ya kwamba Lord Okubo, yani yule mwamba tayari ameuawa. Na hapa kuna ujumbe unafika kwa mtaalamu ukiwa umetoka kwa Mejima. Anasema nini kinaendelea? Anasema kama unaweza kesho unafika Tokyo mapema sana, kwa sababu tayari kuna shida kizaazaa zaidi. Lakini mwamba akiwa anapishana na mtu huyu katika kioo, aliweza kuiona taswira ya Kawaji, ila hakujua ni nini ambacho kimesonga. Sasa upande wa pili kwa binti na machali wawili, anasema tunapambana kadri tuwezavyo, lakini kama hatutaweza kumzuia mtu huyu itakuwa ina maana katika maisha yetu. Yaani anamzungumzia mnyama Gentosai. Lakini pia upande wa pili taarifa zinafika kwamba tayari kizuizi kimeshaweza kumalizwa, na anasema the weak one tayari wameshaweza kuisha. Kwa hiyo the strong ndo ameweza kulimai, yaani wameweza kusalia wenye nguvu. Chiro Okadhaku, Amatasha na miji mengine ndio ambapo wamebakia au mashujaa ambao wanasemekana wenye nguvu zaidi. Sasa upande wa pili Chari baada ya kuwaua hao, kila mtu anajiweka sawa zaidi. Hiyo hapo ni last standing samurai katika episode ya final kabisa, episode ya 6. Lakini pia kumbuka hii ni chapter 1 kutokana na mwongozo ambao wao wametupatia. Sasa unafikiri nini kitakachojiri katika miji minne ambayo imesalia kuweza kufika Tokyo? Wanasema hii ni end of chapter 1. Katika chapter 1 ni kwamba mzigo unaishia hapa. Sasa nini ambacho kitajiri katika chapter 2 ya mzigo bomba sana wa last standing samurai? Hatujui itatoka lini, lakini pia nafikiri mwanzoni mwa mwaka 2026 tu tutakuwa na hapa kazi. Lakini pia italetwa na Fall DJ kutoka GC Production, sound ya mamlaka. Niona nitaga bai kaka mkubwa. Ese chao kamsamida. Wow. Lakini pia baadaye nitakupatia advertise tu ya kile kigongo ambacho kinafuata baada ya kumaliza mzigo. Wapa twende sawa. お前に武士として